the aftermath za mvua ya siku moja and the entire CBD stand upside down. Hata sijaingia radio leo juu ya aftermath za mvua. Najua nimekuwa nikireflect why all this, after all these years of voting, our inability to vote for proper leaders is what is costing us big time. Nairobi walichagua mtu juu ya dimples. Hapa Kiambu, let me tell you, I've been thinking today the reason why we vote and how we vote. Unakumbuka hapa Kiambu tulikataa mtu anaitwa Kabogo. Mtu alikuwa ametengeneza mahospitali zilikuwa zinakaa sijui ya aje. They were like private hospitals, world class private hospitals. Tukakataa Kabogo juu ya siasa, tukamreplace na Waitito. It's crazy. Haya hapana. There are things we need to rethink, even how we vote now this time around. I think we need to go for good leaders, irrespective of what. Mtu ako na track record mzuri, tunamchagua. Hata huyo Moses Kuria mnasikia hapa nikinyorosha. Rafiki yangu. Mnaona juzi watu wa Kiambu akisema tusiende kwa harusi na gari ya wenyewe. Na he sacrificed himself, akakuwa the sacrificial lamb to show the people the truth. You know, do you know if Moses Kuria vied with UDA, he would be the governor today? He was one of the best members, performing members of parliament. But juu ya siasa za ufala, guys, there are things we need to rethink, and we must rethink who we vote for, not how we vote, and the reason we vote, and who we vote for. Kuna siasa mahali na tuchenganga. Juu sijui chama, sijui nini. Hapana, I have been thinking after all these years. Mvua moja, wala watu wamekufa. Nimeingia kwa lives za watu saa hizi. Zile mili zinatolewa kwa gari saa hizi za watu. Juu ya dimples. Juu ya hapana, things have to change. If this one does not teach us, kama hii haitatufungua macho, hakuna kitu tawai tufungua macho.